Jukwaa la dunia lililotanda mvuke wa tahadhari, sauti nzito kutoka Teherani ilipasua anga. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisimama mbele ya taifa lake na kutuma ujumbe uliotikisa nguzo za siasa za kimataifa. Katika hotuba yake alisikika akisema, hamtafanikiwa. Maneno hayo yalikuwa jibu la moja kwa moja kwa kauli za rais wa Marekani Donald Trump, aliodokeza wazi kuwa mabadiliko ya utawala mjini Teheran yangekuwa jambo bora zaidi, lakini Khamenei hakutikisika. Alisema kwa msisitizo kwamba kwa miaka 47 Marekani haijawahi kuangamiza mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na haitauangamiza sasa. Wakati kauli hizo zikivuma, bahari ya Persian Gulf ilikuwa imetulia juu, lakini chini yake kulikuwa na msuguano wa chuma na mikakati. Marekani imepeleka manuari na hata mbeba ndege wa pili katika eneo hilo, hatua iliyotafsiriwa na Teherani kama jaribio la kutisha. Lakini Khamenei alitoa onyo lililobeba uzito wa risasi, na hapa namnukuu: manuari ni silaha hatari, lakini hiyo hatari zaidi ni silaha inayoweza kuizamisha. Ni kauli iliyotafsiriwa na wachambuzi kama ishara kuwa Irani iko tayari, si kwa maneno tu, bali kwa uwezo wa kijeshi iwapo itasukumwa ukingoni. Mvutano huu si wa jana, kwani mwaka jana mwezi Juni Marekani ilishambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran mwishoni mwa vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran. Tangu hapo anga la Mashariki ya Kati limekuwa zito kwa tahadhari. Wakati huo huo, uchumi wa Iran ulikumbwa na zoruba, sarafu ikishuka, mfumuko wa bei ukipanda, maandamano yakitikisa mitaa mwishoni mwa mwezi Disemba hadi Januari. Washington imekuwa ikiunga mkono hadharani kile inachokita harakati za wananchi, huku Teherani ikiita ni uchochezi wa nje. Jumanne, wakati Khamenei akihutubia taifa, wajumbe wa Marekani na Iran walikuwa wamekutana mjini Geneva kwa mazungumzo ya nyuklia. Ni mazungumzo yanayokuja sambamba na mawasiliano yasiyo ya moja kwa moja kupitia Omani, ambayo Teherani imeyataja kama mwanzo mzuri. Iran imesisitiza kuwa urutubishaji wa uranium ni haki yake ya kisheria kwa matumizi amani. Imeashiria utayari wa kupunguza kiwango cha urutubishaji na kupunguza akiba iliyopo kwa sharti la kuondolewa vikwazo vya kiuchumi, lakini Washington inashikilia msimamo mkali, zero enrichment, kwa maneno mengine kusitisha kabisa mpango wa nyuklia. Swali linaloning'inia juu ya anga la Mashariki ya Kati ni moja: je, hii ni safari kuelekea makubaliano ya kihistoria au maandalizi ya muungano wa vita? Kwani katika siasa za kimataifa kauli si maneno tu, ni ishara za makombora yasiyoonekana. Na sasa kati ya White House na Tehran, kila sentensi ina uzito wa historia.